Mheshimiwa mgeni rasmi, tulianza kwa udogo, sio hiki kinachoonekana hapa. Kwanza tulikuwa tunasali katika nyumba ambayo ni nyumba ya tope ambayo imeezekwa tu kwa bati. Lakini tukaanza kwa kununua eneo, tukaenda kwa kuchimba kisima, tukaanza kusomba mawe kwa maana ya viashiria. Lakini baada ya kusomba mawe, Mheshimiwa mgeni rasmi, tulikaa zaidi ya mwaka mzima mpaka hapa pakawa panasafishwa, baadaye panakuwa. Lakini kama walivyosema wachungaji, Mungu alikuwa ameruhusu kwamba lazima tumtengenezee nyumba yake hapa. Kwa hiyo Hagai sasa wakiwa na akina Zakaria, Ezra na wengine wakiwa wanafanya kazi kwa pamoja na akina Zerubabeli, ndio sasa yanakuja yale maneno ya akina Hagai mstari wa kwanza pale 7 ya kwamba tupande milimani, twende milimani tukakate miti, tuje tukatengeneze nyumba ya Mungu. Lakini pia wanaambiwa kwamba ule utukufu wa kwanza, huu utukufu wa pili utakuwa mkubwa kuliko utukufu wa kwanza. Kwa hiyo wanatiwa moyo kwamba utukufu wa pili huu ambao mnyewe mnaona utakuwa mkuu kuliko utukufu wa kwanza. Kwa hiyo ndugu zangu, siku ya leo sisi tuna furaha sana sana sana. Kwanza kwa shughuli hii kuisha salama ya ujenzi, imechukua muda mrefu. Hicho ni jambo kubwa sana kwetu kwenye maisha yetu. Lakini pili, kuwapa mwaliko na nyie mkafika. Kwa naongea kuna marafiki zangu hapa ambao wamepewa na kadi na marafiki zangu, sio mimi. Kuna watu wamefika hapa lakini kwa kusikia tu kuna shughuli iko Msati, lakini wametoka Dar es Salaam, wameendesha magari yao mbali sana kule mpaka huku, barabara sio nzuri sana, lakini wametumia muda wao, wamefika. Kwa hiyo tumepanda milimani, tumekwisha kukata miti, hekalu la Mungu limekamilika. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya hekalu kukamilika, tukafikiria tukasema hapana, kazi ya Mungu haiwezi kwenda mbele bila kuwa na afya njema, lakini pia na kuwa na elimu dunia. Sasa elimu dunia lazima tuwe na shule, lakini pia afya zetu kama alivyonisisitiza Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa mkoa, lazima ziimarishwe kwa kuwa na sehemu ya watu kwenda kupewa ushauri wa kiafya na kupata tiba. Kwa hiyo tukaona wakati tunakuja kuweka wakfu kanisa, ni vizuri tuwaombe ndugu zangu nyie, mje mtusaidie kutusupport ili tujenge shule ambayo itakuwa inachukua watoto wadogo kwa maana ya nursery pamoja na primary. Lakini shule hii itakuwa inafundisha maadili mema bila kujali wewe ni Msabato au ni Muislamu au ni Mkristo. Kwa hiyo shule hii itakuwa ni shule ya umma. Hapa tunafungua kanisa ambao wanaoabudu pale wengi wao ni Wasabato. Lakini tukiwa na hospitali, sio hospitali ya Wasabato, ile imesajiliwa na Wasabato. Hospitali haichagui inamtibu mtu wa dini gani wala wa chama kipi. Kwa hiyo ndio maana nikawaomba kwamba Mheshimiwa mgeni rasmi utuendeshee changizo ili tuweze kupata fedha ya kujenga zahanati kwa ajili ya kuimarisha hali ya afya, lakini pia na shule. Na malengo yetu Mheshimiwa mgeni rasmi ni kwamba tujenge shule ya kuanzia zahanati mpaka kidato cha 6. Shule ya kuanzia nursery mpaka kidato cha 6. Kwa hiyo hili tunalolifanya leo, kama Mungu akitusaidia tukapata fedha ambayo itatosheleza kufanya kujenga zahanati,
lakini pia tutajenga na ile primary. Kile kitakachosalia tutaanza msingi wa kujenga sekondari kwa ajili ya watoto wetu, shule ya Kisabato, lakini ambayo itakuwa ni sekondari form 1 mpaka form 6.